Rais wa Madagascar Andy Rajoelina amelikimbia taifa lake ambalo amekuwa akiliongoza kwa muda mrefu toka yalipofanyika mapinduzi yake mwaka 2009, na taarifa zinaeleza kuwa kufuatia kuwepo kwa shinikizo kubwa la maandamano la vijana alimaarufu kama Gen Z walioungwa mkono na viongozi wa upinzani sambamba na jeshi la taifa hilo. Upinzani umethibitisha juu ya taarifa hizo, wanajeshi na raia wakiwa mtaani baada ya rais kukimbia taifa hilo, wanajeshi wa Madagascar wakisherekea pamoja na raia juu ya kukimbia katika taifa hilo. Kulingana na vyombo vya habari vya nchini Ufaransa, imeeleza kuwa Rais Rajoelina aliondoshwa kwa ndege ya kijeshi na ya Ufaransa kukimbilia nchini humo kwa makubaliano na Rais Emmanuel Macron. Rais Rajoelina alikosa uungwaji mkono na kitengo maalum cha kijeshi na kuunga mkono maelfu ya waandamanaji waliopinga masuala ya ufisadi, umaskini na kumtaka kujihuzuru mamlakani. Ikulu ya Madagascar bado haijathibitisha juu ya taarifa hizo, ingawa kiongozi wa upinzani nchini humo Luteni Landry Nassonayako amethibitisha juu ya taarifa hizo, na hapa namnukuu: Rais ameikimbia nchi. Tuliwapigia wafanyakazi wa rais walithibitisha kwamba amekimbia nchi. Duru za kijeshi zimethibitisha kuwa kiongozi huyo anaondoka kwa kutumia ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Kuondoka kwa rais huyo kunatoa nafasi kwa kiongozi wa bunge kuchukua mamlaka ya rais hadi pale uchaguzi utakapoitishwa. Na kiongozi wa upinzani nchini humo Landry Nassonayako amesema kwamba bunge ambalo linahodhiwa na upinzani litaanzisha mchakato wa kumwondoa mamlakani Rais Rajoelina, na kuongeza kuwa katiba inatoa haki ya rais kushtakiwa na watafanya hivyo. Na maelfu ya waandamanaji wameendelea kumiminika kwenye mitaa ya jiji la Antananarivo. Mapambano ni yamekwisha, lakini sio kwenye meza ya mazungumzo, na hapo ndio hasa palipokuwa na matamanio ya kubadili mfumo unaopo. Mapambano ni kama yamekwisha, lakini si kwenye meza ya mazungumzo, na hapo ndipo hasa palipokuwa na matamanio ya kubadili mfumo yanapoleta maana halisi. Bado hotuba ya kiongozi huyo wa upinzani inasubiriwa na waandamanaji wa taifa hilo baada ya Rais Rajoelina kutumkia nchini Ufaransa. Taarifa zinaeleza kuwa siku ya Jumapili alionya jaribio la kutaka kunyanyua mamlaka kwenye taifa hilo la kisiwa cha pwani cha kusini mwa Afrika baada ya kupoteza uungaji mkono wa kitengo maalum cha kijeshi kinachofahamika kama CAPSAT kilichomsaidia kutoa mamlaka pia cha mapinduzi mwaka 2009. Rais wa Madagascar Andy Rajoelina, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takribani watu 22 wameuawa katika siku za mwanzo za maandamano hayo, wengine wakitiwa nguvuni na vikosi vya usalama na wengine kutokana na vurugu zilizochochewa na magenge ya kihalifu na waporaji kunufaika na machafuko hayo. Maandamano hayo ya vijana alimaarufu kama Gen Z yaliyoanzishwa mnamo Septemba 25 kwa malalamiko ya ukosefu wa maji, umeme, yamekuwa na kuwa na harakati pana kupinga utawala na kuzijumuisha mamlaka za uongozi mbaya na matumizi mabaya ya pesa, sambamba na uwepo wa uhaba wa huduma za msingi kutoka katika taifa hilo linalopatikana kusini mwa Afrika katikati ya visiwa vya bahari ya Hindi. Philemon Mawazo, nitakujuza kitakachoendelea kujiri. Hii ni Coke TV.